Mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Gabi Mtanzania na hapa ni Magomeni Mapipa, mtaa wa Mvumi, ambapo ndipo alipokuwa akiishi marehemu Karina. Hapa ninavyozungumza na wewe sasa hivi na kwenda kuzungumza na baba mzazi wa marehemu Karina. Baba, kwanza pole kwa huu msiba mzito. Asante sana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Simamia kwa hapa uonekane vizuri kidogo. Na leo ni siku ya hitma, siku ya kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuipumzisha roho ya marehemu Karina, kwa maana ya mwanao sehemu salama kabisa. Neno lako ni lipi baba? Sisi bwana, kama wanafamilia tuna utaratibu wa kumwombea marehemu wetu dua. Tunasema Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake. Kama amefanya mema, basi Mwenyezi Mungu aongeze mema yake, na kama amefanya makosa, basi Mwenyezi Mungu amfutie makosa yake. Kwa hiyo familia tushakubali hukumu ya Mwenyezi Mungu, na sasa hivi tumebaki tu katika kuendelea kumwombea dua inshallah. Kwa hiyo na zilikuwa ni siku za namna gani kipindi hiki chote ambacho hatuko naye mpendwa wetu, kwa familia, kwako wewe baba mzazi? Kwa familia yoyote ambayo inaondokiwa na mpendwa wao lazima tu inakuwa kwenye majonzi. Na sisi siku zote hizi ambazo tumekuwa hatunaye hawa, tulikuwa kwenye majonzi yale ya juu, na Mwenyezi Mungu ameendelea kutupa faraja. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hukumu yake aliyopitisha. Kila jambo Mwenyezi Mungu anakuwa na baraka zake, anapoumba anakuwa na baraka zake, na anapochukua pia na baraka zake. Lakini kuna yale maisha ambayo tunaishi sisi wanadamu, kuna yale mema ambayo unakuwa unayakumbuka. Ni vitu gani ambavyo ikipita siku huwezi kusahau kilichofanywa na mtoto wako enzi za uhai wake? Sisi tunachoweza kukumbuka katika vitu walivyofanya hawa ni vile ambavyo vinaonwa na watu wote, kwamba uwepo wake watu walikuwa wanafarijika, na kuwepo kwake watu wamekuwa na subira, kwa sababu taratibu ni kwamba mtu unakufa katika hali ambayo ulioishi nayo, na kule mbele utafufuliwa kwa hali ambayo uliokufa nayo. Kwa hiyo sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu atusaidie katika hali ambayo subira ilikuwa nayo hawa, basi baada ya kufa ya kufufuliwa kwa Mwenyezi Mungu amfungulie milango tu ya pepo inshallah. Nilisikia hapa baba amechelewa kufika kwa sababu amekwenda kumtazama mzazi mwenzie, kwa maana ya mama mzazi wa hawa naye yuko hospitali. Hali yake kwanza ikoje? Hali yake kwa sasa hivi afadhali, lakini katika siku 2-3 hali yake ilikuwa sio nzuri. Lakini anaendelea vizuri, yuko kwenye hospitali ya Ibrahim Haji hapo. Na sasa hivi ndio tumetoka hospitali kumuona. Na ni kitu gani haswa kinamsumbua mama, na kwa jinsi ambavyo umemuona, na leo ni siku ya hitma ambapo bi mkubwa naye itakuwa kushiriki kwa namna moja au nyingine, lakini maradhi yamemfanya awe kitandani? Bi mkubwa alikuwa anatarajia kabisa kushiriki, kuwepo kwenye dua ya mtoto wake, lakini bahati mbaya pressure na sukari vinamsumbua. Hivyo ndio imepelekea kulazwa kwake hospitali. Na madaktari wanasemaje kuhusiana na afya yake sasa? Afya yake inaendelea vizuri. Madaktari wanasema afya yake inaendelea vizuri, kwa sababu hata sehemu ya kuwepo emergency wamemtoa, wamempeleka wodi ya kawaida sasa hivi. Na kama umepata bahati ya kuzungumza naye kuhusiana na hitma ya mtoto wake, maneno yake yalikuwa ni yapi? Maneno aliyonihusia sasa hivi, anambia wahi dua ya mtoto wetu. Ameniambia bana, wewe wahi dua ya mtoto wetu, mimi niache tuendelee kumwombea dua. Kwa hiyo anaweza kuongea na ana tukio hili zima amelimisi, lakini alinifanya niondoke mimi mapema hospitali kwa ajili ya kuwahi. Kama baba kiongozi wa familia, unaweza ukasema neno lolote kwa sababu ya siku ya leo, siku nzuri ambayo watu wanamwombea marehemu, kwa maana ya lale mahali pema peponi kama ambavyo Mwenyezi Mungu tunatarajia amefanya hivyo? Neno lako ni lipi kwa watu wanaokutazama kupitia Global TV? Sisi neno tunaweza kuongea kama wana familia ni kutoa shukrani kwa Watanzania wote. Kutoa shukrani kwa kila ambaye alihusika kwa kumwombea hawa, kwa kumchangia hawa katika matibabu yake, kwa kufanya jambo lolote ambalo lilikuwa linahusiana na kuboresha hali ya maisha ya hawa. Kusema kweli, kama familia tunatoa shukrani nyingi za dhati kabisa kwa yeyote aliyehusika, awe daktari awe nani. Shukrani zetu za dhati tunazitoa kwa kila aliyemchangia. Zaidi tunatoa shukrani za dhati kwa mama yetu ambaye alimchangia mpaka hatua ya mwisho, Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye mpaka hatua ya mwisho, mpaka hawa ametoka hapa kwenda India na kurejea, pamoja na michango ya Tanzania, lakini mchango mkubwa tumepata kutoka kwa mama kupitia ubalozi wake kule India. Kwa hiyo tunafarijika kuona kwamba serikali ilijitoa kutusaidia, lakini Mwenyezi Mungu akafanya hukumu yake. Kwa hiyo
Vile vile tutaendelea kuishukuru media yenu ambayo imetusaidia Global TV kuweza kufikisha taarifa hizi, na hata taarifa za leo nafikiri ninyi pia bado mnaendelea kufuatilia. Kwa hiyo ninyi familia ya Hawa mmefuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho ambayo ndio leo. Tunashukuru sana. Wanasema msiba usikie kwa mwenzako, kwako unakuwa ni mgumu, na haswa ile siku ya kwanza wapata taarifa. Inawezekana siku ya kwanza walikuwa na mengi ya kuongea ili watu wafahamu Hawa alikuwa ni kijana wako wa namna gani, au Hawa alikuwa na matendo gani mazuri. Ukupata nafasi hiyo kwa sababu ya uchungu ambao ulikuwa umekuja. Nakupa nafasi ya dakika moja kuzungumzia yale mazuri ambayo labda kuyazungumza unatamani wasikie watu. Yaani tukiongea ukweli kuhusu Hawa ni kwamba ukiangalia kamera yako hapo, angalia wote kaka zake na Hawa hao. Wote hao ni kaka zake na Hawa ambao ndugu zake wa damu. Hawa ameacha pengo kubwa katika familia. Kama binti ambaye alikuwa anajitoa kwa ajili ya ndugu zake, anawahuruma, alikuwa anawahurumia ndugu zake. Hawa alikuwa mtu anayeguswa na shida za watu, shida za ndugu zake, shida za mama yake, shida za baba yake. Kwa hiyo ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu tukisema kwamba ametupa mtihani kwa kuondokewa na huyu binti, ni kweli tumepata mtihani. Pole sana. Asante sana, nashukuru sana. Na tuko pamoja katika dua hii. Sawa, asante, nashukuru sana. Karibuni sana na Global TV. Mungu awabariki sana kwa kuwa pamoja nasi kwa nyakati zote. Nyie mmekuwa pamoja nasi kwa nyakati zote. Asante baba. Walipo sana. Asante baba. Baba mzazi wa marehemu Hawa almaarufu kama Karina akiwa amezungumza, lakini pia alipitia hospitali kwa ajili ya kwenda kumuona mke wake, kwa maana ya mzazi mwenzie ambaye ndio alikuwa amepata mtoto naye Hawa kwa namna moja au nyingine, na baada ya hapo amewahi kushiriki dua kwa namna moja au nyingine ili aweze naye kushiriki kwa namna moja. Zakaria Master Gamondi na Gabi Mtanzania. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.